Sky TV. Na mtoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV. Hujambo na karibu katika ulimwengu wa habari. Miongoni mwa habari kuu siku huu tulizonazo ni pamoja na serikali kuagiza zaidi ya mabasi 60 kwa lengo la kuhakikisha kutatua kero za usafiri jijini Dar es Salaam. Katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo vya watu 42. Na katika michezo, Dr. Mwinyi asema serikali itaimarisha viwanja vya michezo kukidhi viwango vya kimataifa. Hujambo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali imeamua kuingiza mabasi 60 mapya kwenye barabara ya mabasi yaendayo haraka njia ya Kimara hadi Kivukoni iliyokuwa na mabasi 30 yanayofanya kazi ili kukabiliana na upungufu wa magari ambao upo kwa sasa. Min Joseph anaundani wa taarifa hii. Majaliwa ameyasema hayo leo Oktoba 2, 2025 alipofika kukagua na kujionea hali ya usafiri na usafirishaji katika kituo cha Kivukoni na Kimara Mwisho. Tumekuja kuona hali hii na kuwapa faraja kwamba kero hii tunaipunguza kwa kiasi kikubwa. Na naomba mtuamini serikali kwamba tunafanya kazi hii ili kuondoa tatizo la usafiri hapa jijini. Kuingia kwa mabasi ya 150 na kuyaingiza kwenye njia hii mabasi 60 pamoja na zamani 30 na kufanya 90 yatapunguza msongamano. Ni wasihi tu watu wote waingie kama ambavyo vituo hivi vimeratibiwa. Ingia kwenye geti, lipia, kaa huko, basi litaukuta, unaingia kwa utaratibu. Haya leo jitokeza haya, tuamini kuwa sasa yamekwisha. Na kuanzia leo kama tulivyoanza vizuri kuanzia asubuhi isimamiwe. Wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sababu usafiri huu ni wa jijini Dar es Salaam, wakuu wako wa wilaya wanaoguswa na barabara hizi wasimamie vizuri. Pamoja na taasisi yenyewe ya dati isimamie vizuri ili tupunguze kero kwa wananchi. Jitihada hizi za serikali ni kwa ajili ya kuwafanya waweze kusafiri wafike mahali pao kwa urahisi zaidi. Tunahitaji sasa Tanzania tuwe na usafiri kama ambavyo tumejifunza maeneo mengine. Tujue basi limeandikwa namba 1. Linaondoka Kivukoni Sanga. Linafika posta ya zamani Sanga. Linafika pale kona Avalon Sanga. Linafika Magomeni Sanga. Muonyeshe na ratiba hiyo ili mwananchi ajue saa fulani kuna basi litaondoka mahali fulani na namba fulani. Tufike hapo. Tupelekeni huko. Wakati huu tumeshaboresha mifumo ya kielektroniki. Hatuna sababu. Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amemwahidi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuwa wale wote waliohusika na kushambulia mabasi yaendayo haraka mwendo kasi pamoja na vituo vyake jana Oktoba 1 watachukuliwa hatua haraka sana. Kwa hiyo barabara hii maana yake tatizo la kwanza lilikuwa kwenye miundombinu. Lakini tatizo la pili lilikuwa sasa kwenye mabasi ambayo hii sasa umekuja na suluhisho kubwa la kuweza kutatua matatizo haya. Lakini waombe pia wenzangu, Watanzania wenzetu. Wapo baadhi ya wenzetu ambao jana jioni wameharibu baadhi ya miundombinu ya mwendokasi. Na niliona wananchi kwenye yale magari wanapiga kelele sana kwamba mtusaidie, tunawataka kutuua na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa huo ndio mfano wa nchi kichafuka. Maana yake nchi kichafuka kila mmoja hatajua pa kukimbilia. Na kwa bahati mbaya Dar es Salaam hatuna mashamba. Bahati mbaya Dar es Salaam tukipachafua hapa mara nyingi wananchi wake ni wale wa kutafuta asubuhi, kupata pesa mchana na kwenda kula jioni. Kwa hiyo tukipachafua hapa Dar es Salaam katika nyakati kama hizi, watu wengi watakufa kwa sababu ya kukosa chakula na kukosa makazi.
Tunaamini wazo kubwa ilikuwa ni kukosekana kwa usafiri. Sasa mabasi yanapokuja, ukipiga tena mabasi na vituo vya mwendo kasi unavibonda, utakuja kubondwa wewe kabla mambo mengine hayajaribika. Kwa naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, wale wote ambao wamechukua hatua hiyo ya kufanya mambo hayo, tutakula nao sahani moja, kwa sababu wazo la mabasi kama ambavyo wameyaomba yameshafika. Sasa kituo na basi kulibonda, hilo sio basi lako, ni basi la kodi za Watanzania. Lazima tulinde ili kuwe na nidhamu, pia kuheshimu mali za umma na kodi pia za Watanzania. Kwa nimeona niyaseme haya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba yapo mambo ya kucheka kwa pamoja tunapofurahi, lakini yapo mambo ya kuonya kama taifa ili libaki katika usalama na wananchi wa enjoy na amani ambayo imekushajengwa kwa mustakabali mpana wa maendeleo yetu. Wakati huo huo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kuharibu miundombinu ya mabasi ya mwendokasi. Taarifa ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mliro imeeleza kuwa watuhumiwa waliokamatwa wanahojiwa na chanzo cha matukio hayo kinafuatiliwa. Kulingana na taarifa hiyo, watuhumiwa wengine waliohusika katika tukio hilo wanatafutwa. Tukio hilo limetokea Oktoba mosi saa 2 usiku maeneo ya Gerezani Kariakoo, Magomeni Mapipa, Magomeni Usalama na Magomeni Kagera kwenye vituo vya mabasi ya mwendokasi, ambapo baadhi ya mabasi yalirushiwa mawe na kuvunjwa vioo vya baadhi ya vituo. Jeshi la polisi limewaonya watu kutojihusisha na matukio ya kihalifu ikiwemo ya kuharibu miundombinu ya umma. Mindi Joseph, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo. Mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kupokea na kuanza kufanyia kazi maombi ya wadau wa utalii mkoani Arusha, ikiwemo ujenzi wa kituo cha taarifa za utalii pamoja na barabara za katikati ya jiji la Arusha. Zinazin Msimwa ana taarifa ifuatayo. Akihutubia mkutano wa kampeni kwenye viwanja vya michezo vya Sheikh Amri Abeid, Dr. Samia amesema lengo kuu la serikali yake endapo atapewa ridhaa ni kukuza sekta utalii kwa kuongeza idadi ya watalii wanaofika nchini kufikia milioni 8 katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Amesisitiza pia umuhimu wa kuhamasisha na kuvutia wawekezaji kwa ndani na nje kuwekeza katika sekta ya makazi, hususan hoteli mkoani Arusha, ili kuwapa watalii uhakika wa kupata huduma za malazi zilizo salama na zenye hadhi ya kimataifa. Kuna maombi ya wadau wa utalii wa Arusha tumeyapokea, na moja ikiwemo wameomba kwa sababu Arusha ni mji mkubwa wa utalii, basi tuwe na kituo cha taarifa za utalii hapa Arusha, ombi ambalo serikali tunakubaliana nalo. Tutakuja kujenga kituo cha taarifa za utalii, lakini wameweka maombi mengine mengi ambayo wangependa serikali tuyaangalie, tutakwenda kuyaangalia. Lengo letu miaka inayokuja mpaka 2030 Tanzania ipokee watalii milioni 8, na hawa ni wa nje na ndani ya nchi. Milioni 8 wawe watalii katika vivutio mbalimbali vya ndani ya nchi. Lakini pia katika kukuza utalii huo lazima tukuze na makazi, mahoteli. Kwa tunakwenda kuvutia wawekezaji wakubwa wajenge mahoteli ya nyota kubwa, nyota 5, nyota 4, ili watalii waje kwa wingi wakiwa na uhakika wana sehemu nzuri za kufikia. Ndugu zangu wana Arusha, kuna taarifa ndogo ya faraja kwamba kuelekea mwaka 2030 ukanda huu wa kaskazini kuanzia Tanga mpaka Arusha na tutakwenda mpaka Musoma tajenga reli ya kisasa ya SGR kwa sababu ya kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa na watu. Lakini kwa sababu Arusha ni mji mkubwa, lazima kutakuwa na kituo kikubwa hapa kwa reli ile, kituo ambacho kitaleta tena fursa za ajira kwa wafanya biashara, lakini pia vijana wetu wa jiji la Arusha. Vile
Miongoni mwa vipaumbele vyetu katika miaka mitano inayokuja ni kuendeleza kongani za viwanda. Kuna ombi lilitoka hapa la kufufua viwanda, hilo tayari liko kwenye ilani yetu. Tuna mpango wa kuendeleza na kufufua viwanda ambavyo havizalishi viweze kuzalisha, na tuweke vingine kwenye mawilaya ambavyo vitafanya kazi ya kuongeza thamani mazao yanayopatikana kwenye wilaya, kama ni madini, kama ni mazao ya kilimo au mazao yoyote mengine. Hivyo ndivyo ilani yetu inavyosema. Lakini katika hilo nataka niseme kwa mkoa wa Arusha tunakwenda kujenga kiwanda cha magadi soda, na hiki kitakuwa kule Monduli ambako tayari mambo yake yote yako tayari na tunasubiri kijengwe. Na kwa maana hiyo vijana wa upande ule ajira inakwenda kuwa huko. Katika hotuba hiyo, Dr. Samia amegusia pia mradi wa viwanda, akitangaza kukamilika kwa taratibu zote za ujenzi wa viwanda cha magadi soda wilayani Monduli, akisema hatua hiyo inafuatia ni kuanza rasmi kwa ujenzi wa kiwanda hicho kitakachotoa fursa mpya za ajira kwa vijana wa mkoa wa Arusha. Zinazire Mswima, Sky TV. Naam, asante Zinazire Msimwa kwa taarifa hiyo kutoka jijini Arusha, ikiwa ni mwendelezo wa kampeni za mgombea wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo kinazunguka nchi nzima kwa ajili ya kuomba kura. Mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi CCM jimbo la Vwawa, Mheshimiwa Jaffer Hasunga, ameahidi kumshawishi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumpatia tena kiasi cha shilingi milioni 250 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa kituo cha afya cha kata ya Msia, endapo wananchi wa eneo hilo watachagua CCM kupitia kuwa mgombea wake katika chama hicho. John Kiango ana taarifa ifuatayo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika vijiji vya Welwan na Iganduka, Hasunga amesema fedha hizo zitasaidia kuboresha miundombinu ya afya na kuhakikisha wananchi wa kata ya Msia wanapata huduma bora na za uhakika. Katika vitu nitakavyovipa kipaumbele ni kata iliyoongoza kwa kura. Kata yenu imeongoza kwa kura. Hata kabla ya uchaguzi mwaka huu nilimwambia Mama Samia nisaidie kituo kimoja cha afya, akatoa milioni 250, na mimi na kata 18 ningeweza kupeleka kata yoyote. Nikasema hapana, kata ya Msia walinipa kura nyingi sana, hawa ndio wapewe hicho kituo cha afya. Piga makofi kwa Mama Samia. Tumeleta milioni 250 kwa ajili ya kituo cha afya cha kwenu. Sasa mchakato sijui umefikia wapi? Bado wameanza kuzitumia? Bado zimeanza tayari. Milioni 250. Nachotaka ni waahidi wana Msia, milioni 250 hazitamaliza kituo cha afya, kwa sababu mlianza nyinyi, mmejenga, mmefika mahali, na mimi nilichangia nikafika mahali, nimeleta zingine, nimeleta milioni 250. Nataka niwaahidi mkinichagua bado tena nitaleta milioni 250, nitamuomba Mama Samia ili ziwe 500 kwa ajili ya kituo cha afya cha Msia. Hapo CCM oye! CCM oye! Anayefanya vizuri na wewe ufanye vizuri. Hapo vipi? Anayefanya vizuri na ufanye vizuri. Aidha, Hasunga ameahidi kuboresha huduma za afya katika zahanati zilizopo vijijini kwa kuhakikisha zinapatiwa madawa pamoja na kuongeza watumishi wa afya ili wananchi wasipate usumbufu wanapohitaji huduma hiyo. Kwa hiyo kwenye upande wa afya, pamoja na kwamba hapa Welwan mna zahanati hii tumepambana sana, inafanya kazi, lakini bado changamoto ziko kwenye zahanati. Na changamoto hizo, watumishi bado ni wachache, madawa bado hayatoshi, vifaa tiba bado havipo. Hayo na waahidi taendelea kuyafanyia kazi. CCM. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Naam, asante John Kiango kwa taarifa hiyo toka mkoani Songwe. Mtazamaji, kumbuka unatazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari ambazo tunazo usiku huu
ni pamoja na halmashauri ya Mbeya kutoa mkopo wa shilingi milioni 537 kwa vikundi 16. Karibu kama ndio kwanza wajiunga nasi, ulimwengu wa habari ndio huu na hii ndio Sky TV. Halmashauri ya jiji la Mbeya imetoa kiasi cha shilingi milioni 537 kwa vikundi 16 ambayo ni mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri iliyotolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na lengo likiwa ni kufikia makusanyo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025-2026. Upendo Kibetile ana undani wa taarifa hii. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda katika hafla ya utoaji wa mikopo, katibu tawala wilaya ya Mbeya Mohamed Azizi amesema mikopo hiyo inalenga kuinua kundi la wananchi wa hali ya chini, huku akisisitiza urejeshaji wa mikopo hiyo kwa wakati. Wale watu wa maendeleo ya jamii, tafadhali mimi niwaombe tutoe elimu ya kutosha. Viko vikundi unaona kabisa hawana elimu ya kufuata hizo fedha. Hata namna ya katiba walivyoandika wakati mwingine unasikitika. Unakuta kwenye katiba mtu kaandika fedha hii tukipata tunakwenda kwenye shughuli za kufa na kuzikana. Fedha hii inatolewa kwa malengo maalum ya kuwainua watu kiuchumi kutoka kwenye umaskini kwenda angalau kwenye uchumi wa kati na uchumi wa juu. Kuna watu hawana kabisa uwezo, lakini fedha hizi zimewainua. Kwa hiyo ni vema tutoe elimu. Kwa mimi niwaombe sana, ni wajibu wetu kutoa elimu ili watu waendelee kujitokeza kwenye kata kuomba mikopo na kuwasaidia Watanzania ambao wako Mbeya kuondokana na umaskini. Afisa maendeleo jiji la Mbeya Deusi Muhoja amesema awamu hiyo wametoa mikopo kwa vikundi vya wanawake na vijana pekee, ambapo wanaendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kupata mikopo hiyo. Halmashauri yetu ya jiji la Mbeya imetoa shilingi milioni 537 kwa vikundi 12 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na katika vikundi hivyo, vikundi vya vijana ni vikundi 4 ambao vimepewa milioni 214, na vikundi vya wanawake vikundi 12 milioni 313. Na katika maombi ya awamu hii hatukupata vikundi vya watu wenye ulemavu, na vikundi hivi vilikuwa ni jumla ya maombi ya vikundi karibia 200. Kwa hiyo tumechambua vikundi hivyo ndio vikakizi vigezo. Naendelea kutoa elimu ili na vikundi vingine viweze kukidhi na kupewa mikopo, kwa sababu mikopo hii ni endelevu. Nao baadhi ya wawakilishi wa vikundi vilivyopata mikopo wamesema kupitia mikopo hiyo wataweza kuongeza vipato na kujiimarisha kiuchumi, huku wakiahidi kurejesha fedha hizo kwa wakati. Tutajitahidi kurejesha pesa hizi ili na wengine wanufaike kama sisi tulivyonufaika. Hatutakuwa na fadhila kama sisi tutaona hizi fedha zikae kwetu tu wenzetu wasipate. Umoyo tunaukataa. Sisi tutarejesha vizuri na tuko pamoja na nyie, hatutawaangusha. Kama vijana tumejipanga kutokana na fursa hizi zinazotupatia. Tumejipanga kwa kufanya kazi kweli bila kuwaangusha maafisa maendeleo wetu wa kata pamoja na jiji. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa taarifa hiyo. Ukusanyaji wa mazao kupitia ushirika umetajwa kuwanufaisha wakulima mkoani Tanga, huku baadhi ya wakulima katika mkoa huo wamesema kwa sasa wanapata bei ya moja kwa moja na wananufaika kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala. Tupate taarifa zaidi. Katika faida zinazopatikana katika mfumo huu, la kwanza unawanufaisha wakulima wenyewe. La pili unazinufaisha mamlaka zetu za serikali za mitaa. Lakini la tatu, na serikali kuu nayo inanufaika kwa sababu inapata fedha za kigeni. Sasa mazao haya kusema kweli yote yanauzwa kupitia kwenye vyama vyetu vya ushirika vya msingi. Na katika mkoa wa Tanga vyama vyetu vya msingi vinafanya kazi nzuri ya kumsaidia kwamba mkulima anapata stahiki yake kama inavyopatikana sokoni. Na hadi sasa hatujapokea malalamiko yote kutoka kwa mkulima kuhusiana na namna walivyopeleka mazao kwenye vyama vya ushirika, na baada ya kuuzwa wakulima wote waliweza kupata fedha zao bila wasiwasi. Ilikuwa tunauza bidhaa zetu ambao hatuna mfumo wa bei moja kwa moja kamili.
bei unaambiwa na mfanyabiashara unakubali hiyo hiyo, lakini sasa hivi mkulima anapata kitu moja kwa moja katika mtandao, kwa bei hii ni 3,000 ataipata ni 3,000, ni 4,000 ataipata 4,000. Basi kama iko chini imeshuka, ataangalia katika mitandao itakuwa ni sehemu zote, labda sio kama labda mkulima mimi labda bei hii. Kwa hiyo hii kitu nasema ni bora zaidi, lakini nasema sasa hivi kama mkulima atanufaika moja kwa moja, bei itakuwa kuwepo katika mfumo ambao badala ya mfanyabiashara kumwingilia bwana bei ndakupa labda 2,000 ufuta, wakati bei ya mtandao ni 3,000 4,000, hata kubali itabidi moja kwa moja katika stakabadhi ghalani. Nawashawishi wananchi wenzangu na washawishi wakulima, mpeleke mazao yenu kwenye magala kuliko kuuza kwenye kangoma, tunapata hasara. Kulima wenzangu wa Tanzania nzima, tuingie kwenye stakabadhi ghalani kuuza mazao yetu. Ya kwanza tutapata bei ambayo elekezi, ambayo inaendana na dunia. La pili tutaulizwa wakulima kwamba mmekubaliana na hiyo bei, pia tutapata fedha zetu bila ya makato aina yoyote. Hii biashara kuwauzia wakulima ni hawa wafanya biashara wadogo wadogo, mimi naona biashara zao wanatudhulumu. Sasa nimeona changamoto nzuri ya kwenda kuuza stakabadhi ghalani, kwa sababu unapata hela yako kwa wakati na bei zinazotakiwa. Kipimo cha kangomba unapimiwa tu mezani, wala hujui kusema iko na vizuri, wanakuja tu na mezani yao tu wanakupimia. Hawajaiseti vizuri kusema mezani nzuri nitampunja mkulima au nitamfanisha mkulima, nitamfaidisha mkulima. Na mgombea ubunge wa jimbo la Mbagala kupitia chama cha wananchi CUF, Sheikh Saidi Kinyogoli amesema kwamba akichaguliwa katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 atahakikisha kwamba kunapatikana ufumbuzi wa tatizo la mikopo kwa wajasiriamali wadogo, vikundi vya kina mama pamoja na wananchi hususan katika eneo hilo. Nora Damian ana taarifa hii. Akizungumza wakati wa mkutano wa kampeni uliofanyika kata ya Mbagala, Sheikh Kinyogoli amesema tayari amefanya utafiti kuhusu changamoto hiyo na nyingine zilizoko katika jimbo hilo, na mipango alionayo ni kuifanya Mbagala iwe ya mfano kama yalivyo majimbo mengine yaliyopiga hatua kimaendeleo. Mimi nataka nikaipaze sauti ya Mbagala katika bunge, kila mmoja katika nchi ya Tanzania aseme naam, Mbagala kuna mfano, kuna mbunge ambaye anatokana na wananchi, anajua wananchi wanachotaka ni kitu gani. Nipeni kura nikawatumikie. Mimi ni mtoto wa kimaskini, lakini uzuri wake sio mshamba wa maisha. Kwa hiyo ukinipa mimi ubunge usije ukadhania basi na nitakuwa nimepata nafasi ya kwenda kujifananisha na maisha ya watu. Maisha yangu ni haya, na tutakuwa tunapita huko Lisbon, si Mbagala Market, si Rangi Tatu, si wapi, Zake, si wapi. Kote ndo tutakuwa tunazurura, tunaitengeneza Mbagala yetu kwa kushirikiana, kuondoa changamoto tulizokuwa nazo na kuifanya Mbagala kuwa mfano katika miji mingine. Mwarobaini wa tatizo la mikopo kwa wajasiriamali wadogo, vikundi vya kina mama na wapambanaji katika ardhi ya Mbagala ni SACCOS ya jimbo ambayo baada ya Saidi Kinyogoli kuapishwa tutakuja kuifungua, tukitumia fedha zinazotoka katika halmashauri, tukitumia fedha za mfuko wa jimbo, tutaitengeneza SACCOS ya jimbo kwa ajili ya kuondoa unyonge huo, na ni kitu kinawezekana, nimeshakifanyia utafiti. Kwa upande wa sekta ya afya, mgombea huyo amesema ataandaa mafunzo maalum kwa watumishi wa sekta hiyo yatakayowasaidia kutimiza wajibu wao kikamilifu. Nitaanzisha semina za mara kwa mara, alau kwa mwaka mara 2 kwa wauguzi wote na madaktari. Cha kwanza kuwakumbusha wajibu wao, kuwakumbusha wanachopaswa kufanya. Leo muuguzi kama analalamika, anasema maslahi madogo, maslahi yanakuwaje madogo? Yanakuwa madogo kwa sababu unafanya kazi kubwa. Kwa hiyo kwanza nyinyi wauguzi, timizeni wajibu wenu wakati mbunge anapambana kwa ajili ya maslahi yenu. Nina imani baada ya muda mchache Mbagala tukienda hospitali sote tutakwenda kupata huduma kama tunatoka katika familia za kifalme. Mkatuchagua kupata madiwani wote tukaunda halmashauri, na mkatuchagua kwa wabunge wote. Saidi Juma Kinyogoli anatoka jimbo la Mbagala, Zainab Ameli Ndoa jimbo la Temeke, Saidi Mwishe Mng'agi ndio mimi hapa jimbo la Chamazi.
tukawa tumeunda halmashauri na tukapata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Gombo. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa taarifa hiyo toka jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, kumbuka unaangalia ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mapumziko mafupi ndio tutaweza kutukutanisha na Sofia Daudi katika habari za biashara na uchumi. Endelea kuwa pamoja nasi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kwa kushirikiana na mamlaka zingine imefanikiwa kuwabaini wanunuzi wa mazao wasio waaminifu wanaonunua mazao hayo nje ya mifumo ya stakabadhi za ghala na minada ya kidigitali. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa operesheni na udhibiti ubora wa COPRA Bwana Kamwesige Mtembei amesema wafanyabiashara hao watachukuliwa hatua ikiwa ni pamoja na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Wanatakiwa kununua mazao kupitia minada ya kidijitali na baada ya hapo kwenda kuchukua mazao hayo vijijini.
Sasa wanunuzi wamekuwa wakipokea mazao hayo nje ya mfumo kwa kuyanunua pasipo kupitia minada ya kidijitali, na sasa Kopla kwa kusaidiana na taasisi zingine imekuwa ikifanya na kuchakata taarifa za ununuzi za hawa wanunuzi mbalimbali. Kwa hiyo kwa kutumia taarifa za ununuzi ambazo zipo katika mifumo mbalimbali iliyopo katika nchi yetu, tunakuwa tuna uwezo wa kuona kiasi ambacho kimenunuliwa kutoka ndani ya mfumo na kiasi ambacho kimesafirishwa pasipo kununuliwa ndani ya mfumo. Kwa hiyo tunapofanya uchakataji wa taarifa hizo, tunakuja kugundua wale ambao wamesafirisha lakini mzigo waliousafirisha hawajaununua ndani ya mfumo. Sasa Kopla imewabaini wafanyabiashara hao na kuwafikisha katika vyombo vya kisheria ili waweze kuhojiwa, na pindi watakapobainika kuwa wamefanya makosa hayo, basi sheria itafuata mkondo wake. Wanunuzi hao wakisha bainika na taratibu zote za kisheria zikafuatwa na wakabainika kwamba kweli wamefanya makosa haya, kwanza watafungiwa, hawataweza kufanya biashara ya mazao haya ya nafaka na mazao mchanganyiko katika nchi yetu. Lakini pia watafunguliwa mashtaka ambapo wakigundulika watakuwa wako liable kufungwa kwa kifungo kisichopungua miaka 2 jela, lakini pia na faini isiyopungua milioni 5 kwa kila zao walilosafirisha nje pasipo kupitisha kwenye mfumo. Ninaomba kutoa rai kwa wadau wote, hususan wafanyabiashara, kuacha mara moja matendo ya kiudanganyifu, ikiwepo kununua mazao hayo nje ya mfumo uliowekwa na serikali. Kopla haitamvumilia mfanyabiashara yeyote atakayebainika kutofuata taratibu zilizowekwa na serikali. Aidha, niendelee kuwahakikishia wakulima na wadau wengine wote wa mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko kuwa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko inaendelea kusimamia na kuhakikisha hakuna mtu yeyote anayefanya udanganyifu utakaopeleka kuvurugia mfumo wa biashara ya mazao. Na sasa tutazame viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Oktoba 2, 2025 euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2856.29 na kuuzwa kwa shilingi 2884.86. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18.78 na kuuzwa kwa shilingi 18.97. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.07. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2431.09 na kuuzwa kwa shilingi 2455.41. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 141.48 na kuuzwa kwa shilingi 142.90. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Biashara na uchumi. Naam, asante Godliness Gaspar kwa kutupitisha katika biashara na uchumi. Mapumziko yafuatayo tutafanya tujiunge na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni kuhusu Ebola kusababisha vifo vya watu zaidi ya 42 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
za kimataifa. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanzoni mwa mwezi Septemba umesababisha vifo vya watu 42. WHO imesema watu wengine 64 walithibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo, lakini ikasema kuwa hatari ya Ebola kuenea katika eneo hilo ni ndogo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema shirika lake pamoja na washirika wake wengine wanaendelea kuunga mkono juhudi za serikali ya DRC za kudhibiti ugonjwa huo. Wizara ya Afya nchini Kongo ilianza kutoa chanjo dhidi ya Ebola. Ugonjwa huo unaoambukizwa kupitia majimaji ya mwili umeua watu 15,000 barani Afrika ndani ya miongo mitano iliyopita. Mlipuko wa ugonjwa huo nchini Kongo kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020 ulisababisha vifo vya takribani watu 2,300. Taarifa nyingine ni kwamba vijana waliokuwa wamefunika nyuso zao wamekabiliana na polisi na kusababisha uharibifu wa mali katika miji kadhaa nchini Morocco, wakati maandamano ya kuipinga serikali yakiendelea kwa siku ya 5 mfululizo. Maandamano hayo yaliyoanza Jumamosi iliyopita yamekuwa yakilenga kudai maboresho katika sekta ya elimu na huduma za afya. Aidha, yameandaliwa kupitia mitandao ya kijamii na kundi la vijana linalojiita Gen Z 212 ambalo limekuwa likitumia majukwaa kama TikTok, Instagram pamoja na programu ya michezo mtandaoni ya Discord kuhamasisha uungwaji mkono. Kwa mujibu wa shirika la kitaifa la takwimu nchini Morocco, kiwango cha ukosefu wa ajira kwa ujumla ni 12.8, huku ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ukifikia 35.8 na 19 miongoni mwa wahitimu wa vyuo vikuu. Harakati za Gen Z 212 zimechochewa na maandamano ya vijana yaliyofanyika hivi karibuni katika mataifa ya Asia na Amerika Kusini, yakionyesha msukumo wa kimataifa wa kizazi kipya kushinikiza mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kupitia nguvu ya mitandao ya kijamii. Na hatimaye, karibu viongozi 50 wa Ulaya wamekutana Copenhagen kujadili vita vya Ukraine, usalama wa bara na changamoto za kiuchumi, huku Rais Volodymyr Zelensky akitafuta msaada zaidi kufuatia kupungua kwa uungwaji mkono wa Marekani. Mkutano huo unafanyika chini ya ulinzi mkali baada ya matukio ya ndege zisizojulikana kuonekana juu ya anga la Denmark, jambo lililoongeza hofu ya shambulizi kutoka Urusi. Zelensky anatarajiwa kutumia fursa hiyo kusisitiza umuhimu wa msaada wa Ulaya kufuatia uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha msaada wa kifedha na kijeshi kwa Kiev. Kwa upande mwingine, viongozi wa Ulaya wanaona uzoefu wa kijeshi wa Ukraine kama nyenzo muhimu katika kujenga ukuta wa ndege zisizo na rubani ili kuzuia mashambulizi ya Urusi barani humo. Shinikizo limeongezeka baada ya kuongezeka kwa matukio ya ndege za Urusi kuingia katika anga ya Estonia na Poland, hali ambayo imeongeza hofu ya vita kusambaa zaidi katika mipaka ya Ukraine. Mwisho wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga katika kutupitisha kwenye habari za kimataifa. Mapumziko yafuatayo, mtazamaji wa Sky TV, katika ulimwengu habari ndio ambayo tutaweza kutuunganisha na Johannes Michael katika michezo na burudani kujua nini kinachoendelea kwenye viwanja mbalimbali.
Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 55 73 79 au 0742 06 24 24 na 0793 18 67 16. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo uongozi wa klabu ya Azam FC ya Dar es Salaam umeandika barua kwa bodi ya ligi kuu kilalamikia uamuzi mbovu kwenye mchezo wao dhidi ya JKT uliopigwa kwa siku ya jana Oktoba 1 mwaka 2025. Katika mchezo huo ambao ulimalizika kwa sare ya kufungana kwa bao 1-1, Azam FC imelalamikia matukio kadhaa ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo, kwani wakisema sio matukio ya kiungwana. Wakati huo klabu ya Azam FC imemwongeza kiungo wake Bin Zaidi mkataba wa kusalia Chamazi hadi mwaka 2027. Na kuna taarifa nyingine kuhusiana na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali inalenga kuvimarisha viwanja vya michezo nchini ili viwe bora na kukizi viwango vya kimataifa. Amesema serikali inawekeza fedha nyingi kuhakikisha kwamba inajenga viwanja bora na vya kisasa ili vijana ambao wako katika nchi ya Zanzibar kuhakikisha wanakuwa bora zaidi na kuweza kuwa na vipaji ambavyo ni bora zaidi. Dr. Mwinyi amesema hayo kwa siku ya jana tarehe 1 Oktoba mwaka 2025 katika finali ya Mile iliyokutanisha timu ya Mazombe FC na Mwembeni Makumbi Combine, finali iliyopigwa katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Wa msimu huu wa 7 lakini tunatambua siku hizi ligi zetu zinachezwa pale uwanja wa nao unapendeza mzuri. Lakini pamoja na hayo tuna viwanja jumla 17, viwanja vya mikoa yote, wilaya zote. Lengo ni kunyanyua vipaji vya wachezaji wetu wa hapa Zanzibar, na hatuna shaka vipaji tunavyo, na ndio maana hata kwenye timu ya taifa wanaotamba kule ni Wazanzibari. Na serikali itaendelea kuwekeza katika michezo ili tuweze kuibua vipaji, tutoe ajira kupitia michezo, lakini kama mnavyotambua michezo pia ni afya. Kauli mbiu ya mashindano haya ni amani, amana. Maana yake ni nini? Maana yake ni amani tuliyokuwa nayo katika nchi ni amana kwetu sote. Tuna wajibu wa kuilinda, tuna wajibu wa kuidumisha, tuna
wajibu wa kuhakikisha. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na baada ya kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Hemed Suleiman Morocco kuweza kuita kikosi ambacho kitaingia kambini kujiandaa na michuano ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026, ambapo afisa habari wa TFF Mario Clifford Ndimbo amesema kwamba timu ya taifa ya Tanzania itaingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo miwili. Mchezo wa kwanza ni wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 dhidi ya Zambia, lakini mchezo mwingine ni kalenda ya FIFA dhidi ya Iraq. Baada ya kikosi kutajwa kuelekea kwenye mchezo wa mwisho wa makundi kufuzu kombe la dunia dhidi ya Zambia, wachezaji wataripoti kambini Oktoba 4 hapa Dar es Salaam, ambako tutakuwa na session za siku mbili kabla ya kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wenyewe. Mchezo unataraji kuchezwa Oktoba 8 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Mchezo utachezwa saa 4 za usiku. Bado ni mchezo muhimu kwetu kwa sababu bado tunataka kuendelea kukusanya alama nyingi zaidi katika michezo hiyo ya kufuzu kombe la dunia katika kundi letu. Kwa hiyo tunauendea mchezo huo kwa umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Baada ya mchezo huo dhidi ya Zambia, kikosi kitasalia visiwani Zanzibar na takriban siku mbili baadaye kikosi kitaondoka kuelekea Dubai, ambako tutakuwa tuna mchezo wa kirafiki wa kimataifa kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao tutacheza dhidi ya Iran. Ni mchezo muhimu ambao utachezwa Oktoba 14. Ukiangalia Iran ni moja kati ya mataifa 21 ambayo yana viwango vya juu kwenye ubora wa FIFA, kwa maana kwenye ranki za FIFA Iran ni miongoni mwa mataifa 21. Kwa hiyo utaona ni aina ya mchezo ambao, aina ya mechi ambazo tumekuwa tukizihitaji sana kuzipata na tunaona kwamba tunaendelea kuzipata. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwetu na tunauchukulia mchezo huo kwa uzito mkubwa. Kila laheri timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars katika michezo hiyo miwili ambayo mwalimu Hemed Morocco ataweza kuiongoza timu hiyo. Na moja kwa moja tunakuwa pipa hadi kimataifa, ambapo klabu ya Pyramid imeibuka na ushindi wa mabao 2-2 dhidi ya APR ya Rwanda katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwenye mchezo huo ambapo klabu hiyo imefanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-2, mabao ambayo yaliweza kufungwa na aliyewahi kuwa mchezaji wa klabu ya Yanga Fiston Kalala Mayele. Mechi ya marudiano inatarajiwa kupigwa Oktoba 5 mwaka huu, ambapo Pyramid watu wenyewe watakuwa katika uwanja wa nyumbani. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na timu ya Golden State Warriors inayoshiriki ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA, wamefanikiwa kumshawishi mchezaji wao Jonathan Marangu Kuminga mwenye umri wa miaka 22 kuendelea kusalia kwenye timu hiyo kwa makubaliano ya mkataba wa miaka miwili kwa dau la pesa za Kimarekani dola milioni 48.5. Vigogo hao wanaboresha timu yao kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri zaidi katika msimu ujao wa NBA pale nchini Marekani. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Maliango Mugeta kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari. Habari za michezo na burudani. Asante Johannes Michael kwa kutupitisha katika michezo na burudani. Mtazamaji wa Sky TV, wakati huu sasa ni wakati wa kuweza kujua kinachoendelea katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMI kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu.
Kwa usiku wa leo, maeneo mengi yanatarajiwa kuwa makavu, lakini kwa maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiu na Mara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu katika mkoa wa Katavi, Kigoma na ukanda wa ziwa Victoria panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na maeneo ya ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi. Arusha tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua. Mpendwa mtazamaji, ni kusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMY ndio unatupeleka ukingoni mwa ulimwengu wa habari, lakini kwanza tukukumbushe kile habari ambazo tulizonazo usiku huu ni pamoja na serikali kuagiza zaidi ya mabasi 60 kwa ajili ya kuhakikisha kuwa inatatua kero ya usafiri jijini Dar es Salaam. Katika habari za kimataifa, shirika la afya ulimwenguni limesema mlipuko wa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo vya watu 42. Na katika michezo, Dr. Mwinyi asema serikali itaimarisha viwanja vya michezo kukidhi viwango vya kimataifa. Na mtufuatilie kupitia YouTube, Instagram pamoja na Facebook, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu habari, mimi ni Maliango Mugeta na endelea kutazama Sky TV.